Umeinuliwa juu, Yesu. Hosana, Hosana juu mbinguni, duniani iwe amani. Umeinuliwa juu, Yesu. Alikuwa na akili, akajua mpaka mahali pa kimbilio. Sikubali kitu kilicho hai kiondoke, niwekewe kilichokufa. Ninaenda kwa mfalme, lazima ataamua kesi hii ili kilicho hai kirudi kwenye maisha yangu. Nampenda huyu mwanamke. Akaenda akasema no, siwezi kaa na maiti mimi hata kama nililala usingizi, nimebadilishiwa, hiki sio cha kwangu. Wewe umevikubali vingapi ambavyo sio vya kwako, na unatembea navyo, unaishi navyo, unasema ni vya kwangu, potelea mbali, nitaendelea navyo. Unakubali hali ya uchumi ambayo sio ya kwako, unakubali hali ya afya ambayo sio ya kwako, unakubali hali ya ndoa ambayo sio ya kwako. Ni vingapi umevikubali? Umeinuliwa juu, Yesu. Hosana, Hosana juu mbinguni, duniani iwe amani. Umeinuliwa juu, Yesu. Makofi ya shangwe na vigelegele. Naomba uketi kwenye uwepo wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa nafasi tena katika siku hii ya leo. Na kwa wale ambao ni mara yao ya kwanza, leo ni siku yetu ya 4 ya kongamano hili la neno la Mungu na maombi. Amen, amen. Siku ya 4 ya kongamano la neno la Mungu na maombi. Kwa hiyo nikukaribishe sana tena wakati huu wa kulisikiliza neno la Bwana, na Roho Mtakatifu yuko hapa kwa ajili ya kukuhudumia. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Funika macho yako. Roho Mtakatifu, asante kwa kuwa uko hapa. Ninatambua uwepo wako Bwana, na ninajua palipo wewe pana uhuru. Fungua fahamu zetu zipate kuelewa kile ambacho unasema nasi tena jioni ya leo. Uwahudumie watu wako walioko hapa, na yule atakayesikia ujumbe huu kwa njia yoyote ile, mahali popote, nguvu zako zimfunike e Bwana, ili apate kupokea sawasawa na mapenzi yako na makusudi yako, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa mema yote uliyoyakusudia jioni ya leo, na asante kwa upako uliokusudia jioni hii, katika jina la Yesu. Kila mwenye mwili aseme amen. Kichwa cha somo kinasema amka kutoka katika usingizi. Amka kutoka katika usingizi. Na kwa wale tulioanza nao toka siku ya kwanza, nilikusomea Efeso 5:14, Warumi 13 mstari wa 11 mpaka wa 12. Lakini pia jana nimekusomea na ile Yohana 11:11 hadi 13, ambayo ilikuwa inatuonyesha kuna tafsiri nyingine ya usingizi wa kiroho, kwa maana ya umauti wa kiroho. Amen. Usingizi wa kiroho kwa maana ya umauti wa kiroho. Na ndio maana kwenye ile Efeso 5 mstari wa 14 anasema, vivyo husema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Bwana atakuangaza. Hivyo husema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Bwana atakuangaza. Kwa unaona kuna neno amka usinziaye, alafu mstari na kipengele kinachofuata kinasema ufufuke katika wafu. Manake anajaribu kukuonyesha kwamba kuna aina ya usingizi au usingizi wa kiroho ambao kwa tafsiri nyingine inakuwa ni mauti ya kiroho. Na nilikusomea kwenye kile kitabu cha Yohana ile sura ya 11
kuanzia mstari wa 11 mpaka wa 13, mahali pale ambapo neno la Mungu linasema 11 mpaka 13. Aliyasema hayo, kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini ninakwenda nipate kumwamsha. Basi wale wanafunzi wakamwambia habari, wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake, nao walidhani ya kuwa ananena habari ya kulala usingizi. Kwa utaona lugha ya Yesu na lugha ya wanafunzi na uelewa wa wanafunzi vilitofautiana. Alipokuwa anazungumza habari ya kulala alikokuwa na maanisha ilikuwa ni mauti, kwamba rafiki yetu amelala, naenda nikamwamshe. Ilikuwa ni mauti. Lazaro ameshakufa, na ilikuwa ni siku ya 4 hiyo anaenda, ameshakufa. Sasa unisikilize, ukisoma haya maandiko utagundua kuna aina ya kulala kwa maana ya mauti. Kwa tunapozungumza juu ya kulala usingizi kiroho, maana nyingine kwa mtu mwingine anaweza akawa ana umauti wa kiroho au amekufa kiroho. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa nikakueleza, wakati huo unapokuwa umelala usingizi kiroho, ufahamu wako unakuwa hauna matunda, yaani unakuwa hauelewi kinachoendelea. Na hapo ndipo tulikuwa tunazungumzia sana jana, kwa sababu nilipokupa maana ya usingizi, tunapozungumza juu ya usingizi ni kama nusu ya kufa. Kila kitu kinakuwa kimestop, umetulia hapo, umelala hapo, haujui kinachoendelea. Lakini kakwambia maana nyingine si tu kwamba ni nusu ya kufa, ni mauti kabisa. Unaposikia mtu amelala kiroho, amekufa kiroho. Tunaona kwenye tafsiri hii ya Yesu akiwa anawaambia wanafunzi wake, naenda nikamwamshe. Ndio maana nyingine ya kuamshwa, Yesu anapokuamsha, ndani ya kuamsha kuna nguvu ya ufufuo. Amen. Ikiwa usingizi wako umefika mahali ya kwamba umekufa kiroho, anapokuamsha Yesu, maana yake ndani ya kukuamsha kuna kufufua, anakufufua, anakufanya upya. Sasa unisikilize, jana tulikuwa tunazungumza madhara ya usingizi wa kiroho, na tuko kwenye hiki kipengele, na ninamuomba sana Bwana atusaidie tuvuke huku hiki kipengele ili tuingie kwenye kipengele kingine, kama ni kesho au kesho kutwa, kipengele kinachosema vitu vinavyosababisha usingizi wa kiroho. Amen. Kwa sababu inawezekana ukawa umelala, umeelewa juu ya usingizi wa kiroho, lakini ni vitu gani vinasababisha na namna ya kuvishughulikia au namna ya kuvishinda. Sasa unisikilize, jana tulishia kwenye madhara ya kwamba ukilala usingizi mamlaka haitendi. Nikasema ukilala usingizi huelewi kinachoendelea, ufahamu wako unakuwa umesizi. Jana ndipo nilipoishia hapo. Nikasema ndio maana watu wengi pia hata hawajitambui kwenye maisha yao kwamba wanatakiwa kufanya nini, wasifanye nini. Kwa sababu mtu aliyelala usingizi wa kiroho hawezi kuelewa chochote kinachoendelea. Maana yake ufahamu wake unakuwa haupo. Na tuliona mfano namna ambavyo Petro alipolala mle gerezani, ufahamu wake haukuwepo. Na hata wakati anatolewa gerezani na malaika, bado yeye alikuwa anafikiri ni maono. Paka malaika alipomwacha ndipo ufahamu wake ukarudia. Ulikuwa wapi? Na nikakupa mifano mingi, na mingine iko mpaka kwenye usingizi huu wa kawaida. Nikakwambia hujawahi kuona mtu amelala, anaamka usingizini, anaanza kutembea mwenyewe, lakini akiwa amelala unakutana naye ameshafika sebleni, unamuuliza unaenda wapi? Alafu anakuambia, wala hajibu. Unamshtua, unaenda? Anambia, nimekufikaje?
Wewe si umetoka mwenyewe chumbani? Maana yake ameamka chumbani hakiwa ajitambui. Kwa nini ajitambui? Kwa sababu akishalala ufahamu wake unakuwa hauna matunda. Nilikupa hiyo mifano. Sasa nataka tuende kwenye madhara mengine. Tuendelee mbele kidogo. Amen watu wa Mungu. Amen watu wa Mungu. Sasa unisikilize, usije ukasema hili mwalimu nililisikia ukilisema mahali au nililisikia ukilisema kule mwanzoni, lakini nataka nikupe kwenye mtiririko ili tunapoenda vitu vinavyosababisha usingizi wa kiroho uko mbele, angalau huku uwe umeelewa vizuri. Madhara mengine ni mauti. Sema mauti. Mauti au kwa lugha nyingine tunaweza tukasema kifo. Usingizi wa kiroho huwa unasababisha mauti. Unaweza kuuawa. Madhara haya unayaona, niliongea ile siku ya kwanza wakati tunaanza ili kongamano kwa hapa siku ya Jumatatu. Nilikusomea kile kitabu cha Waamuzi sura ya 4 mstari wa 18 mpaka wa 21. Namna ambavyo Sisera aliuawa na mwanamke kwa sababu ya usingizi. Huyu Sisera nilikwambia alikuwa amiri jeshi wa jeshi la Jabini. Jeshi la Jabini, mfalme wa Kanani. Na hili jeshi lilikuwa limewatawala Israeli kwa muda mrefu. Wamekuwa watumwa kwa muda mrefu. Sasa wakati ulipofika, akainuka nabii mmoja anaitwa Debora. Na hakuwa tu nabii, lakini alikuwa mwamuzi pia. Sasa huyu ni nabii mwanamke, hawezi kwenda vitani mwenyewe. Akawatuma watu, akasema nitieni Baraka. Na Baraka alipofika akamweleza neno la Mungu kwamba Mungu ameikumbuka Israeli, amewakumbuka watu wake, ameikumbuka Israeli, anataka awatoe kwenye utumwa. Ndipo Biblia inasema Baraka akaenda kukusanya kikosi. Sisera, huyu mkuu wa majeshi, amiri jeshi wa jeshi la Jabini, akapata habari kwamba kuna mtu amekusanya majeshi kuja kupigana na mfalme Jabini. Huyu Sisera alikuwa na majeshi, magari ya chuma 900 nilikueleza. Sasa ukisoma kwenye hizo habari za Waamuzi 4:18 mpaka 21, kitu gani kinasemwa pale? Biblia inasema hivi. Inasema Yaeli akatoka kwenda kumlaki Sisera, akamwambia, karibu bwana wangu, karibu kwangu, usiogope. Akakaribia kwake hemani, naye akamfunika na bushuti. Akamwambia, tafadhali nipe maji kidogo ninywe, maana nina kiu. Akafungua chupa ya maziwa akampa kunywa, akamfunika. Naye akamwambia, simama mlangoni pa hema, kisha itakuwa mtu awaye yote akija na kukuuliza akisema, je, yupo mtu hapa? Basi mjibu, la, hapana. Ndipo Yaeli mkewe Heberi akatoa kigingi cha hema, akashika nyundo mkononi mwake, akamwendea polepole, akamtia kile kigingi katika kipaji chake, nacho kikapenya hata kikaingia mchangani, kwa maana usingizi mzito ulikuwa umemshika. Basi akazimia akafa. Angalia ile pointi. Kwa maana usingizi mzito ulikuwa umemshika, basi akazimia akafa. Huyu ni kamanda wa jeshi, anauawa na mwanamke Yaeli, tena kwa kigingi cha hema. Kimti tu hiki kilichosababisha mwanamke amuue ni ule usingizi.
alilala kiasi kwamba hakujua kinachoendelea. Mwanamke anamnyemelea yule kamanda wa kikosi, amili jeshi, hajui kabisa nini kinachoendelea, paka anauawa. Kwa hiyo pointi yangu nitaka uone nini? Huyu mtu mapanga yameshindwa kumuua, lakini mwanamke dhaifu kabisa alimuua. Kilichosababisha auawe ni ule usingizi mzito. Kwa hiyo madhara mojawapo ya usingizi, unaweza kuuawa. Haleluya! Unauawa, unakufa kiroho. Kuna vitu vinaweza kuuawa kwenye maisha yako, uchumi wako, ndoa yako, au chochote kile kinauawa, kinakufa. Kufa maana yake kitu kinapoteza uhai. Ndio sababu unaweza kusikia mtu anakuambia nina biashara, lakini biashara isiyo na uhai imekufa, haiishi. Mtu anakuambia nina huduma, lakini huduma isiyo na uhai, kisicho na uhai hakizai, hakiongezeki. Hicho ndicho kisicho na uhai, maana yake kimekufa. Unaweza kukuta ndoa za Wakristo, ndoa za watoto wa Mungu, biashara za watoto wa Mungu, uchumi wa watoto wa Mungu, na vitu vingi vinavyowahusu watoto wa Mungu vimeuawa. Jai kuona kuna watu mpaka wako hai lakini majina yao yalishakufa. Ukiuliza kuna mtu anaitwa fulani, anakuambia hivi yupo mtu kama huyo? We, si ndugu yako kwenye ukoo wenu moja? Eti hebu ngoja nikafikirie nione. Yaani hata jina lako hawajui kama lipo kwenye ukoo. Sijui mnanielewa kitu nazungumza? Haleluya! Kwa ameuawa. Kwa sababu ngoja nikwambie, mtu aliye hai jina lake linatambulikana, na hasa kama ameokoka na anatembea chini ya uwepo wa Mungu na baraka za Kristo, lazima, hata kama hana kitu, lazima jina lake tu litajulikana. Kwa sababu ama watasema huyu ni mtu msumbufu sana. Tukitaka tufanye miungu, yeye anatuvuruga. Tukitaka tufanye ibada za matambiko, yeye ni mpinzani wetu. Kwa hiyo atatambulikana kwa upinzani wake. Basi unakuta mtu ni Mkristo, hatambulikani jina lake. Amekufa huyu, jina lake limeuawa. Amen, amen. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Hujai kusikia hata kwenye uchumi au kwenye biashara, wale kwenye mambo ya biashara watagundua, kama unafanya biashara za mabasi au unafanya biashara fulani, kuna wakati unasikia kila mtu anakuambia tunapanda magari ya huku. Mimi nayajua machache sana. Mimi najua maarufu. Mwenyekiti, kuna gari inaitwa Mwenyekiti, si ndio? Hilo nalifahamu, Mwenyekiti. Afu kuna gari lingine pia maarufu. Ni lipi? Linaitwaje? Nini? Champion. Liko lingine kwanza linaloendana na Mwenyekiti, kwa sababu Mwenyekiti ni maarufu. Lingine Zakaria. Kumbe wetu tulikuwa tunaenda pamoja. Zakaria, hawa ni wakongwe. Zakaria. Najua na mengine ya Champion na mengine yapi yameanza kuwa maarufu, lakini kuna wakongwe, si ndio? Zakaria. Sasa angalia, siku utakapoacha, yani kwenye biashara sasa, kwa nini watu wengine wanapanda ya magari? Ni mgeni tu amekuja Mwanza, anakuambia cha kwanza ukimuuliza anakuambia Mwenyekiti. Zakaria, unaelewa vizuri? Kwa nini? Kwa sababu ya majina yao kujulikana, si ndio? Sasa majina yao yale ya kifa, biashara zao zitakuwa vizuri?
zitakuwa vizuri? Haziwezi kuwa vizuri. Jina limeuawa, maana yake na watu hawatakuwa wanaenda kwenye hizo biashara. Amen, amen. Mnanielewa watu wa Mungu? Sasa unapolala usingizi unaweza kuuawa mauti. Huyu Sisera aliuawa. Na unakuta wengine, nitakuja nikufundishe huko vitu vinavyoua, vinavyoweza kusababisha usingizi kwenye maisha. Ndio maana unakuta wengine alikuwa na kibali kweli ofisini, ghafla tu, yani usiku mmoja au wiki moja, au ameenda likizo amerudi, yani kitendo cha kwenda likizo na kurudi, kila mtu ni kama amjui pale ofisini. Yani ameenda likizo tu amerudi, anawasalimia watu, yani wanamuitikia, yani kama vile wamfahamu. Habari nzuri jamani, habari za sasa nzuri. Simeshasema nzuri. Jamani, sina ugomvi, mimi ndio nimerudi likizo. Kwani nani akujua kama ulienda likizo? Anajibiwa maneno magumu. Sasa anajiuliza, ndio hawa juzi kabla sijaenda likizo nilikuwa nacheka nao, nini kimeondoka? Kwenye ulimwengu wa roho kuna kitu kimeuawa. Unanielewa ninachosema? Bwana Yesu asifiwe. Kwenye ulimwengu wa roho kuna kitu kimefanya nini? Kimeuawa. Na kiliuawa saa ngapi? Ulipolala usingizi, wewe ukafikiri maisha yataendelea kuwa hivyo hivyo, ukafikiri utaendelea kuwa na kibali hivyo hivyo, ukafikiri watu wataendelea kukujua hivyo hivyo. Kumbe ulipolala kuna mauti imepita kwenye ulimwengu wa roho. Na hiyo mauti si tu kwamba imeathiri maisha yako ya kiroho peke yake, imeathiri mpaka kibali chako. Unakosa kibali. Kwa hiyo madhara mengine ya usingizi wa kiroho ni mauti. Haleluya. Na hii mauti inasumbua sana katika nyakati zetu. Na mauti inayozungumza, kuna mauti ya kiroho lakini inaweza kaja mpaka mwilini. Hujai kuona mtu aliyelala usingizi, Mungu anamletea, anakuja kumsemesha mpaka kwa njia ya ndoto. Anakuja kuzinduka baada ya kuwa tukio limetokea, anasema ila ni kama niliwahi kuota ndoto, hii picha hii naikumbuka. Yani niliota kabisa mtumishi, mwanangu anapata ajali, niliota kabisa. Sijui kwa nini, sijui ilikuwaje. Yani leo eti ndio nakumbuka, ndio ufahamu unanijia kwamba ile ndoto niliyoota ndio ule mavu mwanangu amepata. Kumbe Mungu alikuwa anakuletea picha ujue kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho, lakini kwa kuwa umelala usingizi wa kiroho, mauti ikapita pasipo wewe kuona. Inaenda kuharibu nini? Afya ya mtoto wako. Inaenda kusababisha nini? Ulemavu wa mtoto wako. Afu nakuja kuzinduka, tukio limeshatokea. Na wengi hapa mpo, mtu anasema, unajua kwa nini mwalimu naongea hivyo? Naongea hivyo kwa sababu kuna watu wako hapa, kuna matukio yametokea lakini sio mageni kwao. Waliwahi kabisa wengine kuyaona, na wengine walikuwa kwenye ndoto zao, wamelala kusingizi, wakayaona hayo matukio. Lakini kwa kuwa kulikuwa na nguvu ya usingizi wa kiroho, ile mauti ilipita na ikaleta uharibifu. Baada ya matokeo ndio wanagundua, niliona. Haleluya. Okay, ngoja nikwambie hiki kitu, utanielewa. Siku moja nilikuwa nawaambia watu fulani, kuna siku moja mama yangu kabla hajaumwa, nilikuwa kwenye mkoa mmoja wa Iringa nafundisha semina. Wakati nafundisha semina, nikalala hivi usiku, nikaota mama yangu anaumwa ugonjwa wa ajabu sana, anakimbia huku na huko, kitu ambacho sijawahi kuwaza akili. Asubuhi na mapema nikachukua simu nikampigia mama yangu mzazi, kaambia, mama, umeamkaje? Unaendeleaje? Akasema, mbona mimi niko vizuri tu, au umu chochote, miguu wala tumbo wala kichwa kikuumi? Asema, mimi ni mzima kabisa, mimi ni mzima.
Basi alivyosema tu mimi ni mzima, nikaendelea na mambo yangu. Hubiri neno la Mungu, endelea fundisha nini, nikaendelea. Ikapita, ilipita nafikiri ni mwaka wa kwanza, mwaka wa pili. Baadaye mama yangu alikuja kuanza kuumwa. Saa hiyo hata sikumbuki chochote, nilishasahau. Aliteseka kwa muda mrefu. Unajua aliumwa. Baadaye akaumwa mpaka akafikia mahali akawa na sarcastic. Nikisema sarcastic, madaktari wananielewa. Mama wa mtumishi anaokota makopo. Unanielewa vizuri? Akaombewa na kuombewa. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili. Umewahi kuona unaomba aina zote za maombi, alafu unakaa chini unaanza kusubiria, unavuta pumzi tena. Umeomba maombi yote unayoyajua wewe, unakaa chini unavuta pumzi tena. Umeomba kampani ya maombi, umempeleka kupata kampani ya maombi aombewe. Anaombewa na kuombewa, wengine wanaanza kupungua mmoja baada ya mwingine, kwa sababu wameomba mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, issue bado iko vile vile. Ndio kwanza inazidi kuwa mbaya. Mwingine inabidi akae tu chini. Tumemwachia Bwana. Hilo ni pito lako mtumishi, Mungu tu akutetee. Mwaka wa tatu, na wala sikumbuki, mwaka wa 4 nilikuwa nimeenda kuhubiri kule Zambia, kufundisha semina kule Zambia. Nafundisha semina, lakini nimemwacha mama yangu huku. Hali yake ni mbaya. Unampeleka hospitali, wanamvisha mpaka yale mavazi. Wale walioenda zile hospitali wanajua. Lakini ni kama vile anatulia, lakini kama wamemchokonoa upya. Hali inakuwa mbaya. Nakumbuka nimerudi Zambia, nikaenda Kigoma. Nimerudi Kigoma, siku ile narudi nikakutana na kesi ya kiserikali. Mtaa mzima wamekusanyika, wanataka kumhukumu mtumishi. Anajifanya ana imani wakati mama yake ana hali mbaya. Na wala hakuna hata mwanamke aliyewahi kuja. Na unajua sisi bahati mbaya, si bahati nzuri, not bahati mbaya, jambo la baraka. Ni bahati mbaya kwa akili za kibinadamu, lakini ni jambo la baraka kwa akili za kimungu. Kwamba mama hakubahatika kuwa na mtoto wa kike, japo alitamani kuwa na mtoto wa kike. Akatuzaa madume watupu. Wewe unaweza sasa, mama yako hajitambui vizuri, nguo zake zimechafuka. Unaweza kufua kanga, unaweza kufua magauni nyingine zile. Unaweza kaona ugumu ulivyokuwa. Alafu unajaribu kuona mpaka Wakristo wengine ambao wako karibu pale pale. Unafikiri labda hata mmoja atakuja, badala ya kuja kukusaidia basi ambadilishe nguo za ndani. Anakwambia huyo mama ni kichato. Na watu wengine wanajidai wanamwamini Mungu. Unamwamini Mungu wakati mama yako kichato. Alafu naenda kuambia watu wengine Yesu anaweza. Alafu anayeongea sio mpagani, ni Kristo. Ungefanyeje? Lakini kuna mazingira ya kwako wewe ambayo mauti imepita kwa sababu ya usingizi. Unasema mambo hayaendi mtumishi, nimeomba na kuomba, mambo hayaendi. Kumbe kuna wakati Mungu aliwahi kukuletea maelekezo, aliwahi kukuletea picha, lakini kwa kuwa ulikuwa umelala usingizi, ukawa busy na mambo yako. Na ndio maana fuatilia haya maeneo ya mjini, utaona watu kama vile wako busy. Atakwambia tunajua nilikuwa na kazi fulani, nilikuwa na shughuli fulani. Kumbe Mungu anakuwa ameleta kitu ili aweze kumfungua huyu mtu. Yeye yuko busy. Unajua kwa nini anakuwa busy? Kalala usingizi. Haelewi kinachoendelea. Kwa sababu angeelewa asingekuwa busy.
Kwa hiyo ile mauti inapopita, sasa nazungumzia mauti, watu ukisema mauti wanawaza tu kufa. Inaweza ikapita mauti ya kiafya ambayo haiui moja kwa moja, ila inaua afya ya mtu. Yaani mtu haponi. Weka tiba zote unazozifahamu duniani, hapokei improvement, hapokei mabadiliko yoyote. Anakuwa anaishi kama yuko jehanamu, lakini yuko duniani. Na wewe unayeuguza, na wewe unakuwa kwenye hali mbaya, unasemwa na mambo magumu ambayo hata hayakuhusu, kwa sababu ya mtu unayemuuguza. Mnanielewa vizuri? Mnanielewa watu wa Mungu? Kwa hiyo nitaka nikueleze nini? Nitaka nikwambie hivi, usingizi unasababisha mauti kupita kwenye maisha yako. Usingizi wa kiroho. Inaweza ikawa mauti ya kiafya, inaweza ikawa mauti ya kiroho, inaweza ikawa mauti ya uchumi, inaweza ikawa mauti kwenye eneo lolote lile linalokuhusu, au kwenye ndoa yako. Jai kuona mtu anaota, anasema, mtumishi, mimi nina mke kabisa, lakini kila nikiota hivi naona kama vile tumeshaachana kwenye ulimwengu wa roho. Anasema naona kama tumeachana hivi, yani yeye yuko na mambo yake na mimi niko na mambo yangu. Anasema ndio ndoto zinazonijia. Au naona kama vile nyoka amesimama katikati hivi, ananitisha, anasema huyu sio wa kwako. Kumbe mauti inakuwa imepita kwenye ndoa. Sasa kwa kuwa bado leo wanachekeana, anasema lakini tukiamka asubuhi, unajua mke wangu ni mpole sana, ni mnyenyekevu sana, yani tunatabasamu vizuri sana. Oh, subiri, na mimi si niliamka asubuhi nikapiga simu nikakuta mama ni mzima. Miaka 2 mitatu baadaye anasema tu lakini hamna shida. Ameota amekuta duka zima limeungua, limeteketea. Hasa mtumishi, ile ni ndoto. Nimekuta eti duka hamna, nimefilisika hadi natembea hivi. Yaani hata sielewi cha kuuza ili angalau. Najiuliza nitaweka uso wangu wapi hapa mjini. Lakini nilipoamka asubuhi duka lipo, vitu vimejaa, wateja wanakuja. Subiri. Hata mimi nilipoamka asubuhi mama alikuwa mzima. Kuna mtu ananielewa? Umenielewa vizuri? Sasa na wengine unakuta bado hayajatokea, wameaona tu. Sasa kwa kuwa wamelala usingizi wa kiroho, hata haombi. Na hata kama akiomba ajui cha kuomba tu. Anasema Mungu yupo. Ilikuwa ndoto tu. Nimeshafuta hayo kwa damu ya Yesu. Nimeshafuta kwa damu ya Yesu. Naendelea na maisha. Ndio unashangaa mtu mwingine baada ya miaka 3 yani ile ndoa inakufa kabisa. Yani unajaribu, wanaenda kwa mchungaji hawezi kusuluhisha. Wanaenda wapi, haisuruhishiki. Wanaita sijui wale waliowasimamia kwenye ndoa, ni ngumu. Mpaka wanajiuliza, lakini huyu baba ni mcha Mungu, nini kimempata? Nani amemloga? Nani mbona huyu mama ni mcha Mungu hata kama amekosewa, lakini mbona amefika mahali pabaya? Wewe hujajua alishauawa rohoni kabla ya mwili. Unasema inakuaje? Mimi twendeni mahakamani. Mimi nataka talaka yangu mahakamani. Mahakamani tena? Mahakamani. Wewe mama fulani, watoto hawatutafai. Watoto. Ungejua watoto ungenikosea. Mama vipi? Vipi umesahau ndoto ulizokuwa unaota miaka 3 iliyopita? Mauti iliingia, lakini kwa kuwa umelala usingizi hukutaka kushughulikia. Ukasema mbona tukiamka tunacheka, ni ndoto. Sasa yametokea matokeo, ndio unaanza kuhaa. Na unajua matokeo yakitokea yanatokea wakati huna hata nguvu za rohoni hata kidogo. Kwa hata ukitaka uombe huna nguvu. Ukitaka ufanye huna nguvu kokote. Unabaki tu unalia. Umewahi kusikia kilio cha mwanaume wewe? Ni kama comedy. Na ndio maana waliagi mbele za watu. Anaenda kulia polini. Anawasha gari, unafikiri anaelekea wapi huko? Anaenda kusimama polini. Yakiisha anawasha gari anarudi. Kashafuta. Mnasema wanaume wagumu. Wewe usilete mchezo. Ugumu, mtu ameenda kulia mahali ambapo watu hawaoni. Amen. Wangapi wananielewa? Jina la Yesu litukuzwe. Unanielewa mtu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe.
Sasa mmoja anasema, mwalimu, mbona unatutisha sasa? Sasa itakuwaje? Sikiliza, ndio maana Bwana amekuletea ili kongamano. Kuna wengine matokeo yameshaanza kutokea tayari, lakini kuna wengine bado hayajatokea. Hata hayo yaliyofichwa mahali pasiri kwamba yatatokea baadaye kwenye maisha yako, Mungu amelileta ili kongamano ili kufanya transformation, badiliko kwenye ulimwengu wa roho, kwamba kibaya kilichokusudiwa hakitakuwa, bali chema cha Mungu ndicho kitakachosimama. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata kama bado hayajatokea, yanakufuatilia kwenye ulimwengu wa roho, nataka nikwambie kwenye kongamano hili tunaenda kufanya mabadiliko, kwa sababu hiyo mamlaka tunayo. Nimekupa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitakachokusuru. Na ndio sababu tunaposimama kwenye mamlaka, hakuna chochote kinachoweza kusimama kikasema no, kwa sababu mamlaka tulionayo ni kubwa kuliko mamlaka yoyote ile unayoifahamu. Haleluya, haleluya. Ndio sababu usiwe na wasiwasi, wala usijikaingiliwa uoga na kufundisha, ili ufahamu wako upate kuzinduka. Na wakati wengine ninapofundisha namna hii, kuna mwingine anaamka ndani yake, anasema, kumbe sikujua, kumbe mambo yote haya nilikuwa nayachukulia kawaida mpaka nimefika hapa nilipofika. Kuanzia jioni ya leo sitachukulia mambo kawaida, maadamu nimeelewa siri hii. Kila jambo nitalishughulikia mapema kabla halijatokea, kwa kuwa Bwana yuko pamoja nami. Haleluya, unanielewa mtu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Usilale. Mwambie jirani yako, usilale usingizi. Mwambie, amka usingizini. Haleluya. Mwambie, amka usingizini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usilale. Ukilala unasababisha mauti. Kwa hiyo kama ulikuwa umesikia hii pointi hivi ninavyokufundisha saa hizi, unagundua kwa nini Roho Mtakatifu ameileta tena. Ukilala unasababisha mauti. Kwa hiyo usilale. Amen, amen. Usilale kabisa. Haya, madhara mengine nimeongelea hapo sana. Nataka tuende mbele kidogo ili tutaingia kwenye maombi. Amen, amen. Madhara mengine, unapolala usingizi, nini kinaweza kutokea? Kubadilishiwa. Kubadilishiwa maisha yako. Nikizungumza maisha yako, maana yake kuna kitu hakiko sawa. Lazima vipo, lakini kwa kuna kumelala usingizi. Kwa sababu ngoja nikwambie, huwezi kuibia nguo ya ndani visitokee viashiria. Unamdina kueleza, unaweza kukuta mtu kwa namna hiyo ameibiwa nguo kichawi, lazima alisikia kuna mshtuko labda kwenye tumbo, au kuna mshtuko kwenye kiuno. Hii mbona sio ya kawaida? Alafu mshtuko wa ghafla, alafu unaisha. Hakiendelei tena kuuma wala kupata shida. Unasema nikamshtuko tu fulani alafu kameisha. Alafu sio ka kawaida, kwa sababu nilikuwa nimekaa tu, bora hata ningekuwa natembea ningesema nimetembea labda nimekanyaga vibaya. Lakini nimekaa tu, nimetulia, tena hata nilikuwa sichezi, alafu kamshtuko tu sha. Alafu na maswali yanakuja moyoni, yanasema mbona hii sio ya kawaida? Alafu nayapuzia hayo maswali. Kumbe unaonyeshwa ishara kwamba kuna kitu ambacho kitaenda kuwakilisha kiungo chako kimebebwa. Sasa kwa kuwa umelala na no spiritual sensitivity, hakuna viashiria vya rohoni vinavyoweza kukwambia kinachoendelea. Huna ushirika vizuri na Roho Mtakatifu, lakini we mwenyewe huna zile sensi nzuri za kiroho
kwa sababu hata neno la Mungu lenyewe ni chache ndani yako, ambayo inaweza kukusaidia kujua hizo sensi za rohoni zikafanya kazi vizuri. Kwa unakuta mambo yameanza kuharibika, ndio unakuja kugundua mbona kalikwenda karudi, imekuwaje tena? Mwaka wa 5 mbona sina mtoto? Mwaka wa 7 mbona sina mtoto? Imekuwaje tena? Imekuwaje tena? Kumbe ulikuja kubadilishiwa. Wewe tumbo lako ni la uzazi, umekuja kuwekewa ugumba. Umewekewa ugumba kwa nini? Ulilala usingizi. Ngoja nikusomee. Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 19. Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 19. Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 19 hadi ule wa 21. Neno la Mungu linasema mahali pale 19 hadi 21, linasema hivi: linasema, na mtoto wa mwanamke huyu akafa usiku, maana alimlalia. Akaondoka kati ya usiku, akamuondoa mtoto wangu ubavuni pangu, mimi mjakazi wako, nilipokuwa usingizini. Akamweka kifuani pake na mtoto na mtoto wake mwenyewe aliyekuwa amekufa akamweka kifuani pangu. Nilipoondoka asubuhi nimnyonyeshe mtoto wangu, kumbe amekufa. Hata asubuhi nilipomtazama sana, kumbe siye mtoto wangu niliyemzaa. Haleluya. Huyu mwanamke, hii kesi ilikuwa ya makahaba wawili, walikuwa wanawake hao makahaba, na bila shaka walikuwa marafiki hao, na walikuwa wanaishi eneo moja. Hasa siku moja wamelala. Huyu mmoja sijui alikuwa hajui kulala, nisielewe, akamlalia mtoto wake. Sasa alivyomlalia mtoto wake, huyu mwanamke naye alikuwa na usingizi mbaya, akamlalia mtoto wake akafa usiku. Sasa huyu mwanamke usiku kwa usiku akagundua kwamba mtoto wangu amekufa, na wote ni watoto wadogo wachanga, amekufa. Sasa alipogundua amekufa, anafanyeje? Nibaki na kilichokufa hata kama ni cha kwangu, nibaki nacho? Asema hapana. Akaamka usiku kwa usiku, akamwendea mwenzake huku amembeba yule mtoto aliyekufa. Alipofika kwa mwenzake, kakuta amelala na katoto pembeni. Akamtoa yule mtoto kifuani kwa mwenzake, hata ashtuki. Angalia mtu aliyelala usingizi. Yaani mtoto wako anatolewa kifuani, hata huwezi kuhisi kwamba mbona joto limepungua. Anatolewa, hashtuki. Alafu akawekwa yule marehemu kifuani. Ndio Biblia inavyosema. Alafu huyu aliyefiwa mtoto akaondoka na mzima, akaenda kulala naye. Sasa huyu mwenye mtoto kalala usiku wote, hajui kama amelala na maiti. Yaani usiku wote hajui kama amelala na maiti. Akirusha mkono hivi anaona ni kama yupo mtoto, anaendelea kuchapa usingizi. Lakini hajui alichonacho kimebadilishwa. Biblia inasema hivi, asubuhi mapema ameamka ili amnyonyeshe. Mapema anataka kumnyonyesha, anagundua mtoto amekufa. Sasa alipogundua amekufa, nampenda huyu mwanamke, pamoja na kwamba alikuwa na usingizi, lakini alikuwa na kitu cha ziada ambacho Wakristo angekuwa nacho, wasingepoteza walivyo navyo. Alipogundua mtoto amekufa, akasema imekuwaje afe? Hata kama nimelala usingizi, lakini imekuwaje mwanangu afe? Mwanangu afe. Biblia inasema akamtizama sana. Unaelewa lile neno akamtizama? Maana yake akaanza kumchunguza kwamba huyu kweli ni wa kwangu au siye. Akachunguza, na wakati anatizama akagundua kwamba no,
huyu siye wa kwangu, siye wa kwangu, siye wa kwangu. Na alipogundua siye, ile kesi ni nzito, hawezi moja kwa moja kwenda kudai, kwa sababu wote wako level sawa. Akidai vita itakayoinuka hapo hakuna atakayeshinda. Ikabidi aende kwa mfalme. Haleluya. Unajua mwanamke alikuwa na akili, akajua mpaka mahali pa kimbilio. Sikubali kitu kilicho hai kiondoke, niwekewe kilichokufa. Ninaenda kwa mfalme, lazima ataamua kesi hii ili kilicho hai kirudi kwenye maisha yangu. Nampenda huyu mwanamke. Akaenda akamwambia mfalme, mfalme 1 2 3 1 2 3. Ile kesi ilikuwa ngumu, naye na yule mwingine naye anadai hiki ni cha kwangu, na wewe unasema naye ni wa kwangu, na wewe naye ni wa kwangu. Mfalme akasema okay, nice. Na alikuwa amejaa hekima. Akasema leta huyo mtoto, tunamgawanya katikati. Wewe utachukua kipande na huyu kipande. Chukua panga, gawanya kati. Alipotaka kuleta panga, yule mwenye mtoto, yule ambaye sio wa kwake, akasema kata tu. Bora twende na kipande. Sasa mwenye uchungu, mwenye mtoto akasema hapana mfalme, basi hata kama mimi simpati, basi aende tu kwa huyo, lakini usimuue, simgawanye. Mfalme akajua mtoto ni wa huyo, mpeni mtoto wake. Napenda hii kesi. Sasa watoto wa Mungu, yani bado amelala, anabadilishiwa vitu kwenye ulimwengu wa roho, ametulia tu. Kimuuliza, huu ugonjwa umeanza kuumwa lini? Mtumishi, huu ugonjwa ni wa kwangu kabisa, miaka 5 iliyopita. Ameshaumilikisha, wa kwangu. Unajua ulikotoka? Ni wa kwangu. Huyu mwanamke alikataa. Akasema no, siwezi kaa na maiti mimi hata kama nililala usingizi, nimebadilishiwa, hiki sio cha kwangu. Wewe umevikubali vingapi ambavyo sio vya kwako, na unatembea navyo, unaishi navyo, unasema ni vya kwangu, potelea mbali, nitaendelea navyo. Unakubali hali ya uchumi ambayo sio ya kwako, unakubali hali ya afya ambayo sio ya kwako, unakubali hali ya ndoa ambayo sio ya kwako. Ni vingapi umevikubali? Unabadilishiwa alafu unakubali. Haleluya. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Wewe ni mfalme wa wafalme. Huyo mfalme wa wafalme ana shauku ya kutatua kesi kama hizo ambazo wewe umebadilishiwa vitu visivyokuwa vya kwako, ili vile ambavyo shetani ameviweka viondoke, vipate kurejea vile alivyoviiba kwenye maisha yako. Hujasoma kwenye Biblia yako kwamba yeye ni mwizi? Mwivi haji ila aibe, achinje na kuharibu. Kwa hiyo anaibaje? Anabadilisha, anaondoa amani, anakuwekea huzuni, anaondoa furaha, anaondoa uzima, anaweka mauti. Haleluya. Najua nikutana na mtu mmoja, ngoja nikueleze, Dar es Salaam kwa nafundisha semina namna hii. Akaja mwanamke mmoja hivi pale Sasa yeye alikuja kwenye semina kama hivi nafundisha. Tukafanya maombi ambayo tunaanza kama leo hivi kuomba. Yale maombi ya jumla. Tukafanya maombi ya jumla, akaondoka. Kumbe aliamini yule mwanamke. Lakini mwanamke ambaye pia maisha yake hayako vizuri, yani hayana historia nzuri. Unaweza kukuta kila mtoto na baba yake. Kwa hiyo lakini amekuja kwenye ile semina, akaamini. Tulipoomba ametoka. Alikuwa hata akiuza hawezi kuuza biashara zake. Ametoka siku hiyo, kesho yake akauza, wateja wakawa wengi, wakamfanya asahau hata kuja tena kwenye semina. Unanielewa? Na kingine alichonisimulia, alienda kulala vizuri sana kuliko siku nyingine. Sasa akasahau kuja kwenye semina. Mungu amemjibu, biashara ikachanua, akasahau kuja kwenye semina. Kesho yake nyingine akaja. Asema, mtumishi, alikuwa anaita mchungaji, nimekuja sasa, nimeona matokeo
ya kile tulichoomba juzi. Lakini jana biashara ilichanganya, nikasahau hadi kuja kwa sababu nilikuwa siuzi vile. Kwa hiyo ila leo nimekuja. Sasa wakati ule tumemaliza semina, nilikuwa nimeingia kwa mchungaji, nasubiriwa gari nibebe nipeleke hotelini nilikokuwa nakaa. Amekuja akasema, namtaka huyu Yesu ambaye amefanya jana nilale vizuri. Kwa mara ya kwanza tangu niwe binti mpaka nimekuwa mama mtu mzima hivi, sijawahi lala vizuri kama jana. Kwa sema nataka kuokoka. Sasa anaelezea maisha magumu sana. Kumbe hata mume wake alimpata kwa waganga. Yaani yeye anasema nilimpenda yule mwanaume ikabidi nimwendee kwa waganga. Sasa hapo ndio unakuta mtumishi wa Mungu anasema nimeoa. Kumbe wewe ndio ulitafutwa kwa mganga. Bwana anasema nilienda kumpata kwa mganga. Sasa nilipompata kwa mganga, watoto waliozaa sasa, so unajua ukikipata kitu kwenye njia ya shetani, shetani anataka faida. Kama vile ambavyo Mungu amezaa, anasema watoto wangu mtumishi hawaeleweki, alafu sasa wananichukia. Alafu kibaya zaidi, mimi nimekuwa naishi kwa misaada, yani omba, naomba ndugu zangu ndio wanisaidie. Kwa hata nikifungua mgahawa nauza, lakini pesa zikai mkononi. Naweza kuuza nikakusanya na tuela, nikajua nimekusanya. Saa ngapi hizo hela ziliisha sijui, zimeondokaje sijui. Nakuta tu zinapungua. Nafika maisha, mbona nilikuwa na pesa nyingi tu miezi iliyopita, baada ya miezi imekuwaje pesa hamna tena? Kumbe mikono yake haifanyi kazi kwa ajili yake, inafanya kazi kwa ajili ya wengine. Unakusanya pesa alafu zinaenda kwa wengine. Sasa unisikilize vizuri. Kwa hiyo nikamwambia basi, alikuwa hawezi kupiga magoti, miguu yake imekakamaa. Sasa yeye ameenda hospitali na wapi amaomba ndugu zake, anafikiri kukakamaa kule kwa miguu ni shida ya hospitali, lakini bado hali ilikuwa inamtesa. Kwa hiyo nikasema wala usipige magoti, wewe simama tu nikuongoze sala ya toba. Wakati namuongoza sala ya toba, yule mama alikuwa amedhamiria na ameamini moyoni mwake. Wakati namuongoza sala ya toba, ghafla yeye mwenyewe alipiga magoti kwa mara ya kwanza. Alafu alipopiga magoti, amemaliza ile sala ya toba, maroho yakaanza kulalamika. Huyu ni wa kwetu. Kila kitu sisi ndio tuliyempa. Yani maana yake wameharibu maisha ya yule mwanamke, wamempa, yani wao wamempa mume, wao wenyewe ndio waliompa na wale waliosababisha azae wale watoto. Hayo maroho hayo, hadi kila kitu anachofanya, biashara zile zinamsumbua vile, kumbe ni maroho ndio yaliyompa. Unaona shetani anapobadilisha. Sasa angalia, kuyakemea. Yani shetani anakupa biashara, anakupa na magonjwa, anakupa na vitu vingi. Baada ya kuyakemea, amefunguliwa yule mama. Alicheka kile kicheko, nikashangaa sana. Akatabasamu. Asema haiwezekani mtumishi. Yani cheki. Yani mimi leo napiga miguu hivi, haiwezekani. Nakuja miguu. Jamani, haiwezekani. Akawa anasema, mbona mwepesi? Mbona nilikuwa kama nimebeba mizigo mgongoni? Mbona mimi mwepesi? Moyo wangu mbona unapiga vizuri, sio ule uliokuwa unaenda mbona uko vizuri? Akana niambia vitu na mimi namtizama, anafurahi. Nikamshangilia Mungu sana. Kitu gani nitaka kukwambia? Huyu mama alikuwa amebadilishiwa hatima yake. Amewekewa hatima mbaya sana. Kwa shetani ana tabia ya kubadilisha vitu. Na watu wengi hasa waliookoka wanabadilishiwa wakilala. Wanabadilishiwa. We angalia watoto wako kama unao wa kike. Asiposimama vizuri, na kama kwenye historia ya ukoo wenu kuna mambo magumu, utaona huyu mtoto kwenye kuolewa, akija mwanaume sahihi, wanaenda vizuri, ila hawawezi kufika mwisho. Utasikia mahusiano yamevunjika. Kwa nini yanavunjika? Kwa sababu shetani anatafuta kubadilisha kitu chema mpaka apate. Huyu binti utakuta anahangaika, na asiposimama vizuri kwa Mungu, labda shetani ndiye aje amtafutie mwanaume alafu ampatie.
nasikilizia akimtafutia huyo mwanaume. Silete mchezo. Wakikaa wote kanisani wanakuwa kama wanavuta bangi, mpaka wakutane na neema ya Mungu. Wana watu walivyokaa kimya. Ndio mnanielewa vizuri eh? Bwana Yesu asifiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Kwa hiyo huyu mwanamke alibadilishiwa alipolala. Ni vingapi umebadilishiwa ulipolala? Na kwa kuwa hujavichunguza, ninapokufundisha hivi, kuna wengine Roho wa Mungu hapa anakuonyesha kwenye mazingira yako. Anakuonyesha kabisa, hiki sio changu, hiki sio changu, hiki sio cha kwangu, hiki sio changu. Kwa hiyo anakuonyesha kwamba hiki sio changu. Unabadilishiwa. Na wengine wamebadilishiwa ni watoto wa Mungu, lakini wametulia, wamenyamaza kimya. Huyu mwanamke hakunyamaza. Alisema naenda kwa mfalme. Sisi tunaye mfalme mmoja tu. Alishamaliza kazi pale msalabani, na jina lake anaitwa mfalme wa wafalme, simba wa kabila la Yuda. Akiunguruma kila kitu kinapiga sauti mbele zake. Huyo ndiye mfalme wetu sisi, ndiye mfalme tuliye naye. Mara ngapi umemwendea kwa kumweleza? Saa nyingine unaomba, unajua ukiomba maombi bila ufahamu ni shida nayo. Mungu nikumbuke, akukumbuke nini? Huyu mwanamke alienda akasteti, akasema, Bwana mfalme wangu, huyu mwenzangu mtoto wake alipokufa amekuja amenibadilishia, hiki sio cha kwangu, huyo ndio mtoto wangu. Kwa hiyo akaeleza, kwa kuwa alikuwa anaelewa. Vijana na wanaume na wanawake na wababa na wamama wengi leo walio wa Kristo hawajui kujieleza. Ndio maana mnaenda huko kwa huyo mtoto, anasema nani sijui, anagusa na vidole maji hivi, msomi mzima anachama mdomo, maji ya baraka. Kristo, mtakufa nyinyi, mtabeba mashetani mpaka mtakoma. Hata aongei mtoto mwenyewe anabariki. Dunia imefika pabaya sana. Kumbe vitu vingine vinavyokutesa ni umebadilishiwa tu. Ni wewe kujua tu kwamba hiki sio cha kwangu. Sasa inakuwaje kama sio cha kwako? Lazima tuende kwa mfalme wa wafalme. Alishatulipia, alishamwaga damu ili hayo mengine yasiendelee. Unaenda kunywa maji, unamwagiwa maji, nini kimebadilika? Unamwagiwa, nini kimebadilika? Watu wanafurahisha sana duniani. Yaani hapo hata uhitaji ufahamu wa theology wala ufahamu wa nini. Yaani hapo unahitaji tu kuelewa tu kidogo kwamba yuko Mungu. Yaani ndio hapa nikashangaa, kumbe kweli. Yaani ina maana hata mnayohubiriwa kanisani huwa yaingii kichwani. Unamwagiwa maji na mtoto eti ameoteshwa na Mungu, afu anapigiwa debe na wazazi wake eti mtapona. Yesu amewahi pigiwa debe na wazazi wake? Jina lake tu, jina lake. Mtapona. Na watu wanaenda wanajaza hadi mafuta kwenye magari. Kanisani wanaenda kutoa sadaka 1,000, ila kule wanajaza mafuta ya 50 sijui ngapi, wakamwagiwe maji. Nenda akamwagiwe. Hapo tutajua mbele ya safari kama hujarudi na chapa za mashetani. Eti muamini tu Mungu. Wakina Mungu wako wengi, kwa hiyo hujajua. Kumbe muamini tu Mungu. Ukisikia neno Mungu, wakina Mungu ni wengi. Kulikuwa kuna Mungu anaitwa Ashtoreth.
Kuna mungu alikuwa anaitwa Baali. Kuna mungu mke kule Efeso, yule mungu mke, mnamkumbuka? Anaitwa Atemi, mungu mke. Walikuwepo akina Mungu. Na unajua ile hekalu lilikuwa linahudumiwa sana na wanawake kwa sababu walikuwa ni mungu mke. Kwa wale wanawake hata wengine walipookoka wakataka walete vurugu za mungu mke ndani ya kanisa. Paulo akasema mwanamke asisubutu hata kusimama mbele. Akasema haleluya, simpi ruhusa ya kuhubiri. Sasa watu wao waelewi ilianzia wapi pale. Kuna watu walitaka watoke na mazingira ya kule mungu mke walete kwenye madhabahu, lakini hakuwa anamaanisha na wewe mwanamke usihubiri hapa. Muona uzuri wa elimu Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni kwa sababu ya hayo mazingira. Sasa wakina Mungu ni wengi. Sawa? Wakina Mungu ni wengi. Paulo ameenda mahali pengine akakuta kuna madhabahu nyingi za wakina Mungu. Paka na Mungu mwingine wakaandika. Wakasema pamoja na kwamba kuna wakina Mungu wengi, tumegundua kuna nguvu nyingine ambayo haifanani na hawa wakina Mungu. Lakini hiyo nguvu hatujui inakotoka. Kwa hiyo tumeamua kuandika kwa Mungu asiyejulikana. Jina la Yesu libarikiwe. Ndiye akawaambia nimekuja kuwaeleza habari za Mungu asiyejulikana. Sasa kwa yote hao unaoyaona watu wanakimbilia wanafanya nini, sikiliza. Unahitaji kuijua kweli. Sehemu nyingine Yesu alisema, anawaambia Wayahudi wanaomwamini, nyinyi mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Mtaifahamu kweli. Anawaambia Wayahudi waliomwamini. Yohana 8 ule mstari wa 31 na 32. Mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Ukweli ndio huu ninaokufundisha, kwamba unapokuwa umelala usingizi wa kiroho, kuna vitu shetani anapata nafasi ya kuvibadilisha kwenye maisha yako. Sisemi usingizi wa mwilini, rohoni. Na ukibadilishiwa, usipoamka kwenye huo usingizi, unakubaliana na hayo mambo kwamba ndivyo yalivyo. Unasema mimi ni wa hivi hivi. Mimi nilikataa kwamba mimi sio wa hivi hivi. Kabisa nakueleza, mimi nilikataa. Na ninakataa na nitaendelea kukataa, na nilishakataa tangu zamani. Ukishaokoka, ukishakuwa mtoto wa Mungu, wewe sio wa kawaida. Hata kama shule una, lakini wewe sio wa kawaida. Haleluya. Unakuwa sio wa kawaida. Ndio maana unapobadilishiwa vitu alafu unakubaliana navyo, unajua mtumishi niko tu kwenye pito la ndoa, unajua mtumishi niko tu kwenye pito la uchumi, unajua mtumishi niko tu kwenye pito unalialia, unaimba. Endelea kuimba. Kwa sababu unatakiwa ujue uko kwenye pito. Unamuuliza Mungu amekuambia kwamba hilo ni pito, kwa sababu mengine sio mapito. Mengine adui amekuja kubadilisha na amekupa lugha ambayo ni ya kiroho, uendelee kujitia moyo kwamba unajua niko kwenye pito tu fulani. Kumbe umebadilishiwa ili usije ukatumia mamlaka ulio nayo ukasimama ukasema hiki sio cha kwangu, ninageuza macho yangu nimtazame mfalme wa wafalme ili aweze kunipatia haki katika jambo hili, sitaendelea kuenenda namna hii. Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Kwa lazima ufahamu, lazima uelewe kwamba kuna vitu umebadilishiwa. Na ningeweza kueleza tu kwenye hii pointi tungeenda maeneo mengi sana. Watu wamebadilishiwa vitu vingi sana. Vitu vingi sana. Unaweza kubadilishiwa vitu vingi sana. Kabisa. Je, kuona mtu alitakiwa
kuwa mwandishi wa habari mzuri, alafu nakuta ni mbea kanisani. Kumbe amebadilishiwa. Kumbe huyo, na kwa kuwa hakuna anayejua kwamba amebadilishiwa, kwamba huyu tunatakiwa tumsaidie, tumweke kwenye uandishi wa habari, kitengo cha idara ya wanawake, au ndiye anaandika habari ya matukio, wanawake walienda huku wakafanya hiki wakafanya hiki, gazeti la kanisa la KKK. Sasa kwa kuwa hakuna anayemfahamu, kwao na shetani amebadilisha, asiwe mwandishi wa habari za ufalme, anakuwa mbea. Usione hivyo, wauni hao, usione hivyo. Kwa Mungu. Si unanielewa ninachosema? Bwana Yesu asifiwe. Unanielewa kitu ninachosema? Bwana Yesu asifiwe. Yesu Mwokozi. Mungu atusaidie. Jambo lingine la mwisho kwa jioni ya leo. Jambo lingine la mwisho. Madhara ya usingizi wa kiroho, madhara mengine, unafanywa kuwa mateka na unaingizwa kwenye vifungo. Unafanywa kuwa mateka na unaingizwa kwenye kifungo. Unafanywa kuwa mateka. Fungua Biblia yako kitabu cha Waamuzi 16 mstari wa 19. Waamuzi 16 mstari wa 19. Waamuzi 16 mstari wa 19. Unafanywa kuwa mateka na unaingizwa kwenye vifungo. Kitabu cha Waamuzi 16 kuanzia mstari wa 19. Angalia neno la Mungu linachosema pale. Tunamalizia hii pointi, tunaomba na Bwana atakugusa. Amen, amen. Waamuzi 16 mstari wa 19, tuanzie wa 19 huo. Wa 19 mpaka ule wa 21. Neno la Mungu linasema, naye akamlaza usingizi magotini pake. Kisha akamwita mtu akavinyoa vile vishungi 7 vya nywele za kichwa chake. Akaanza kumsumbua, nguvu zake zikamtoka. Kisha akasema, Samson, Wafilisti wanakujia. Akaamka katika usingizi wake, akasema, nitakwenda nje kama siku nyingine na kujinyosha. Lakini hakujua ya kuwa Bwana amemwacha. Wafilisti wakamkamata, wakamng'oa macho, wakatelemka naye mpaka Gadha, wakamfunga kwa vifungo vya shaba, naye alikuwa akisaga ngano katika gereza. Huyu tunayesoma habari zake alikuwa anaitwa Samson, mnadhiri wa Mungu. Huyu aliitwa toka tumboni, na kabla hajaingia tumboni unabii wake ulishatangulia. Malaika alikutana na Manoa, alikutana na mke wa Manoa akamweleza, na akakutana pia na Manoa akamweleza juu ya habari ya huyu mtoto. Kwa hiyo hakuwa mtu wa kawaida. Ndio maana hata kulelewa kwake alilelewa kipekee. Alipozaliwa tu hakukutakiwa kupita wembe, hakutakiwa kupelekwa saluni aondolewe nywele. Kwa nywele zilipokuwa zinakuwa akatengenezewa vishungi, zikawa zinaendelea kukua, kwa sababu ni mnaziri wa Mungu. Na Biblia inasema sasa, akiwa katika hali hiyo alikuwa na nguvu sana huyu ndugu. Kuna wakati alikuwa hata akifanya makosa. Unajua Mungu alikuwa haoni hata makosa kwa huyu ndugu. Wakati mwingine anaenda kulala na kahaba, alafu Wafilisti wanamvizia kwamba wanazunguka mji, kwamba wako milimani, kwamba huyu akishatoka tu tunamvizia, tunampiga. Akitoka kule ndani akagundua kuna watu wanamvizia, akitingisha vile vishungi vinasimama. Nguvu ya Mungu inaomshukia sio ya kawaida. Anang'oka na geti, sio tu geti hutu mnatojenga. Unaelewa mageti ya ile miji? Nguzo moja uweze kufananisha na hii nguzo ya kanisa. Manguzo. Alafu yeye anabeba geti lile,
anaweka begani, anatembea nalo. Hizo nguvu sio za kawaida. Nyinyi ndio mnamvizia mtu kang'oka na geti la mji, alafu halitupi jirani, anaenda kulitupa mlimani. Nani atamsogelea? Maadui wanafyata mkia. Huyu aliinuka kuwa mwamuzi wa Israeli na akawatoa Israeli mikononi mwa Wafilisti. Israeli wakaacha kuteseka kwa sababu ya nguvu alizokuwa nazo, lakini alikuja kuuawa, alikuja kutekwa na kutumikishwa kwa sababu ya usingizi. Usingizi. Ngoja nikueleze. Ilifika mahali akampenda mwanamke mmoja, akamuoa mwanamke mmoja anaitwa Delila. Sawa? Lakini huyu Delila alikuwa anatoka kwa maadui. Sasa wale ndugu zake na Delila wakamuomba Delila, tumefanya mbinu zote za kumuua Samson, tumeshinda. Na Samson ndiye amefanya tusiwaguse wa Israeli. Yaani wewe unapokuwa umeokoka kwenye familia, kuna watu walitegemea waiharibu hiyo familia. Kuna vitu unawakwamisha wasiharibu familia. Wanachoanza kutafuta ni namna gani wa kushughulikie wewe ili wabaki waiharibu familia. Sasa angalia, wakapanga mkakati watafanyeje. Wakamwambia, bwana Delila, sisi tutakupa hela na wewe pia ni ndugu yetu sisi, usije ukasahau. Na wakamtisha na kumtisha. Akasoma Biblia yako, tutakupa hela na sisi tunataka tumtese, maana ametutesa sana huyu mtu, tutakupa hela. Delila akasema sawa. Akasema, wewe tuambie tu tujue asili ya nguvu zake ni nini ili tuweze kumshinda. Delila akaanza kumwambia, wewe Samson, mpenzi wangu, mme wangu, my sweetheart. Kwa hiyo ukianza kuitwa majina mazuri mwanaume na mke wako, kama hakuhitaji siku zote, inabidi ufumbue jicho la tatu. Aidha kuna hela inatafutwa hapo, au kuna msaada unatakiwa upelekwe kwenye ukoo wake. Kasikia tu my dear, my sweetie, my sweetie leo mke wangu. Tena wake wa Wakristo, unajua kuna wanaume hapa alimuitaga mke wake mke wangu sijui lini. Kasikia tu mama fulani, Mama James. Na kuna wanawake hata kumuita mume wake anaogopa, atasikia tu baba fulani. Sasa wakina baba fulani si wako wengi. Sasa uko pale na mume wako anaitwa Baba John, na wakina Baba John pale wako 4. Sasa utakapoita Baba John, nani ataitika? Eti wewe Baba John, sasa wote watageuka. Unajua watu wana hata ujasiri wa kusema mme wangu. Unaweza kuta hata kwenye kongamano, unaweza kuta mwanaume amekaa kule, mke wake kakaa huko. Jina la Yesu libarikiwe. Wangapi wananielewa? Sasa unaposikia yale maneno my sweetie, my nini, unauliza mbona jana hayakuwepo? Kwanza kujipanga, ujue hapa lazima kutakuwa ni hela inatafutwa, au kuna ombi hapo kwamba unaonaje twende nyumbani, kuna shida imetokea. Kwa unajipanga kisaikolojia. Sasa kama ni mwanamke mwenye nia mbaya, ujue hapo kuna roho inawindwa. Na siyasikilizaji siku zote. Kwa Samson naye akaitwa my sweet, my nini. Jamani, utaniambiaje unanipenda wakati hata hujaniambia asili ya nguvu zako? Wewe mbona hela nakupa? Sasa tena asili ya upako tena hiyo. Mbona unanionaga siku zote hapa nakuwa naenda iko ibadani? Wewe unaniuliza asili ya upako? Nataka ile asili yenyewe, ile siri ya kwako tu ambayo hata hakuna mwingine anajua. Unaijuaga wewe tu kwenye roho yako na Mungu wako. Na mimi nataka nijue kama Mungu anajua na mimi nijue. Ndio tumefika tena huko. Kwa unasikia Samson akasema ukinifunga mimi. Na yeye unajua alijua kabisa huyu mwanamke anatafuta anifunge aone kama kitu gani kinaweza kunizuia. Ukinifunga mimi kwa kamba 7. Ni 7-5. 7-5 ambazo hazijafanya nini? Hazijatumika kabisa. Ukanifunga, yani nguvu zangu haziwezi kufanya chochote. Akafunga, alafu akamshtua. Samson,
Wafilisti wanakujia. Ukizungumza juu ya adui anakujia, Samson alikuwa na sensitivity ya Holy Spirit ndani yake. Yaani ukisikia tu Wafilisti, vishungi vinanyenyuka. Nguvu inaomjilia hapo, hakuna kitakachosimama mbele yake. Wafilisti wanakujia. Wafilisti, ile kamba anazikata kama vile unavyogusa uzi wa pamba kwenye moto. Yule mwanamke akaona amejaribu kuuliza, hajaambiwa. Akasema, Samson, jamani, utasemaje unanipenda wakati hujaniambia sana? Samson akaona, mbona nimeulizwa maswali sana, na roho yake ilichoka. Unajua mwanaume ukimuuliza maswali mengi, najua wamama wanaulizaga maswali kweli kabisa, wanauliza na ni wajibu kujibu. Mwalimu Christopher alisema unatakiwa ujipange kujibu, ndio maana unatakiwa unajiombea unaporudi nyumbani. Unajipanga na kujibu maswali, kwa sababu unaweza utauliza ulikuwa wapi wakati uliaga naenda kazini. Nilikuwa kazini. Mbona mmechelewa? Nilipitia kanisani. Kanisani? Kanisani wapi? Kule kanisani kwetu. Kulikuwa na nini kanisani? Kulikuwa na kongamano. 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 Sasa baada ya kongamano ndio nimerudi hapa nyumbani. I say sasa hapa wakikutana wanaume mwingine, unafikiri wanaume wanapendaga wanakuwa wakali, ni ile roho tu inakuwa imechoka. Ana anaulizwa, kwa hiyo utakula nini? Wewe hujui ninachokulaga siku zote. Au unasema uongo? Unasikia, kwani wewe hujui kwamba nakulaga nini? Jana hicho. Ukisikia anasema hicho amechoka, usiendelee. Nilikuwa nakuuliza, wewe nyamaza. Unakuta sasa mwanamke anaanza, nilikuwa nakuuliza tu. Sasa baba fulani, na ile nilokuambia jana. Yaani kumbuka jibu la kwanza tu limekuwa gumu kujibu, afu bado unaendelea. Unataka unyamaze, unarudi nyuma. Bwana asifiwe. Wangapi wananielewa? Kwa sababu ukiendeleza sasa, baba fulani, kile nilichokuambia tuliongea sawa. Unaona baba, watu wanatembea, unafikiri alikuwa anapanga kutoka nje, kumbe maswali yamemzidi. Anaona kwanza nikaheme nje, alafu nije upya. Mama, mpunguze na nyie maswali kidogo. Bwana asifiwe. Sijui nani. Na hii mimi nakwambia, awe mwanamke yupi, awe ameokoka mpaka ananena kwa lugha, maswali yapo. Sijui nakueleza. Hawe na upako kiasi gani utasikia. Sasa yale maombi tuliishia pale. Tuliishia pale mke wangu. Sasa ulisema lakini tungeishia hapa. Ndio maana tuliishia pale. Kwa hiyo sasa na hapa hapa tutaendelea hata baadaye. Baadaye tena. Hiyo baadaye saa ngapi? Si ule muda wenyewe ulioniambia mke wangu, ule ndio muda ule. Ule muda upi? Ule ulioniambia wewe. Saa ngapi? Ile saa 6 ulioisema. Yaani unamjibia maswali aliyosema mwenyewe. Sijui unanielewa. Yaani mwenyewe alisema saa 6, wewe ndio unaanza kusema ile saa 6 uliyokuwa umeisema wewe. Sasa niambie, kama roho yako imechoka, nini inakuwa? Vile unavyojisikiaga ndivyo na Samson alijisikia. Biblia inasema roho yake ikadhihakika. Akachoka. Nitamjibu huyu mwanamke mpaka lini? Akamwambia tu, asiri ya nguvu yangu ni hivi vishungi unavyoviona hivi. Tangu nizaliwe hakuna mtu amepitisha wembe huko. Ukinikata hivi vishungi hivi, nguvu zangu hazipo tena. Biblia inasema Delila alipojua kwamba amemwambia yote yaliyo moyoni, akawapigia Wafilisti akasema, mara hii mjiandae, kaniambia yote. Katuma ujumbe, kaniambia yote. Afu akaanza kumbembeleza, jamani, dia sogea basi. Akalala. Ya naume hilo na upako wake limelala kwenye magoti ya Delila. Sasa na alipolala pale, anampeti usingizi ukamuingia. Usingizi ulipomuingia, unafikiri ule usingizi ulikuwa wa kawaida? Ni usingizi gani? Wewe unakatwa nywele, hujawahi nyolewa tangu uzaliwe, alafu wembe unapita usiki. Uko usingizi wa namna hiyo. Alipigwa usingizi wa kiroho ule. Anakatwa nywele, hajui. Na ukitaka ujue alikuwa hajui, hata alipokuja kuamshwa, nguvu zimemwishia, lakini hajui kama nywele zimetolewa huko. Ufahamu haujamrudia.
Anasema tu nitaenda siku zote kama vile nimezoea kwenda, asijue kuwa Bwana amemwacha. Bwana alimwacha saa ngapi? Alipolala kuna vitu viliondolewa kwenye maisha yake. Amen. Alafu Bwana akamwacha. Sasa anapoinuka wakati anashtuliwa, Wafilisti wanakujia, akainuka akasema nitasimama nijinyoshe, alafu nguvu zitanijilia na wapiga hao Wafilisti. Asijue vishungi vimeondolewa na Bwana amekaa pembeni. Sasa angalia kilichotokea. Biblia inasema alipotoka nje anajinyosha namna hii, hakuna nguvu. Paka wanasogea, hawezi tena, anapepesuka. Nguvu zimeisha. Kilichomaliza nguvu ni usingizi. Alipolala usingizi kafanyiwa kitu kimenyonya nguvu zake zote. Alipokuwa na zuba wakamshika. Biblia inasema cha kwanza walimtoboa macho, maana yake asione tena. Akatobolewa macho. Alipotobolewa macho, Biblia inasema wakamchukua mpaka Gadha, wakamfunga kwa vifungo vya shaba. Wanamfunga mnadhiri wa Mungu. Jamani, mnadhiri wa Mungu aliyezaliwa kwa unabii, akapewa, akajazwa Roho Mtakatifu, lakini leo anaingia kwenye vifungo. Kitu gani kimemuingiza kwenye vifungo? Ule usingizi aliolala kwa Delila. Usingizi unakufanya usiwe makini tena. Usingizi unakufanya usijue kinachoendelea. Nilikwambia sasa, ule usingizi unaweza ukafanywa vitu ambavyo vitakuingiza kwenye vifungo. Tunao watoto wa Mungu ambao shetani amewaonea. Unaposikia maonezi, maana yake hukustahili kuwa hivyo, umeonewa, sio haki yako. Neno kuonewa maana yake ni kinyume cha haki yako. Haki yako ni hii, lakini unapewa kitu ambacho sio haki yako. Hiyo ndio maana ya kuonewa. Sasa tuna watoto wa Mungu walioonewa, wameingizwa kwenye vifungo, wametekwa, wanatumikishwa, wananyanyasika. Giza linapoingia kwao ni mateso. Hata sasa wengine wamekaa wananisikiliza, lakini hali walizo nazo ni mbaya kwa sababu ya vifungo walivyofungwa kwenye ulimwengu wa roho. Unisikilize mtu wa Mungu, kuna vifungo umefungwa kwa sababu ya ule usingizi. Ulipolala usingizi, ulichukuliwa mateka. Ulipolala usingizi, uliingizwa kwenye vifungo. Leo unatamani kupiga hatua, lakini umepigwa vifungo vya shaba. Unatamani kuwa na maisha ya uhuru, lakini huyaoni hayo maisha. Ukihubiriwa Injili unasema mbona hili neno analolisema si halisi kwenye maisha yangu? Wenzangu wanapata amani wapi? Wenzangu wanapata furaha wapi? Wenzangu wanapata baraka wapi? Wenzangu wanaishije? Mbona mimi hayo maisha sina? Maisha yangu yamejaa majonzi na vilio. Maisha yangu yamekuwa ya kuonewa. Maisha yangu yamekuwa ya kunyanyasika. Maisha yangu yamekuwa ya kulialia. Maisha yangu yamekuwa ni afadhali ya jana. Maisha yangu yamejaa maumivu kila kuitwapo leo. Haya mateso na huku kutumikishwa kumetoka wapi? Ni kwa sababu umetekwa, ni kwa sababu umeingizwa kwenye vifungo. Na kilichosababisha uingize kwenye vifungo ni ile usingizi ulilala. Ulipookoka ukajisahau kwamba ukiokoka unatakiwa kuwa macho. Ukalala usingizi, ukaanza kuenenda tu bila utaratibu. Shetani akapata chansi ya kufunga nafsi yako. Shetani akapata chansi ya kufunga miguu yako. Shetani akapata chansi ya kufunga maisha yako. Kila unachowaza hakitokei, kila unachopanga hakipangiki. Nataka nikwambie jioni ya leo, hii ndio sababu Yesu alikufa msalabani, ili watu wasionewe tena. Hii ndio sababu alisema imekwisha pale Kalvari. Hii ndio sababu neno la Mungu linasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Hutakiwi kukata tamaa, hata kama umetoboa macho, lakini Bwana atarejesha. Usikate tamaa. Usikubali kwenda kufia gerezani kama Samson.
Lazima umwambie Bwana, nataka nirejee. Bwana, nataka nione ukinifungua. Bwana, nataka nione ukivunja hivyo vifungo vya shaba. Mimi sina furaha kwenye familia, sina furaha kwenye ndoa, sina furaha kwenye maisha yangu, sina furaha kwenye uchumi, sina furaha kiroho, ndoto za ajabu, maisha yangu ya ajabu, hayana mwelekeo, hayana chochote. Nataka nikwambie, Mungu bado hajanyamaza. Ni yeye yule jana na leo na hata milele. Alibadilisha maisha ya watu, anaweza badilisha maisha yako. Ameokoa maisha ya watu, anaweza okoa maisha yako. Ameponya maisha ya watu, anaweza ponya maisha yako. Ameharibu vifungo na kuwatoa waliokaa gizani, anaweza akakutoa na wewe. Na ndio maana usijikatie tamaa. Wewe ni chombo cha Bwana, wewe ni chombo kiteule, wewe ni uzao wa Bwana. Bwana amekuacha hai kwa sababu ana kusudi. Ungeweza kuangamia, lakini Bwana amekuacha hai. Wangapi wamekufa, wewe bado ni mzima? Ni kwa sababu kuna wazo wanalo kwa ajili yako. Na ndio maana nina ujasiri katika Roho Mtakatifu ya kwamba Bwana amekukusudia mema, ya kwamba Bwana anakuwazia mazuri, ya kwamba Bwana anakuwazia mema, ya kwamba Bwana anakuwazia jambo jema, ya kwamba Bwana anakuwazia jema. Naomba usimame. Shetani asingependa usikie habari hizi, kwa sababu inawezekana hata azizungumzwe sana, hata azielezwe. Lakini nataka nikwambie, Mungu anapoleta ujumbe huu, kuna kitu anataka kufanya. Funika macho yako, funika macho yako. Hatuchukui muda mrefu. Rabashanda rabasi. Rindo robosikianda. Funika macho yako. Wewe jiachilie tu ndani yako. Kuna kitu Roho Mtakatifu anataka kukifanya kwenye maisha yako. Funika macho yako. Funika macho yako. Kuna kitu Roho Mtakatifu anataka kufanya. Na kueleza ukweli kabisa. Na kueleza ukweli. Na kueleza ukweli. Mimi nazungumza haya kwa sababu nafahamu namna ambavyo shetani amewahi kunibadilishia vitu vingi sana. Nafahamu. Naelewa ninapozungumza umateka na vifungo, naelewa ninaposema namna ambavyo vinatumikisha watu na kutesa watu. Karabashana rabasi. Funika macho yako. Rabashana rabaka. Vifungo vingine hata ujui uliingia sangapi. Ndio shangaa kuna mtu ameingizwa kwenye maagano ya uovu na mashetani, hata ajui aliingizwa sangapi. Lakini anachokiona kwenye maisha yake ni mateso. Lakini ajui aliingizwa sangapi. Na wengine unakuta mpaka anatishiwa. Anaambiwa wewe hautaweza, hautafika kokote. Huji kabisa kuwa na maisha yenye amani. Anatishiwa ati. Anaambiwa, wengine anaambiwa kwa ndoto, wengine anaambiwa kwa wazi kabisa. Kwambia wewe hutaweza kuja kuwa na maisha ya amani. Haijalishi unasali, haijalishi ukoje. Nataka nikwambie, mwenye kauli ya mwisho juu ya maisha ya mwanadamu ni Yesu peke yake. Hata kama viapo vimefanyika kuzimu, hata kama umeingizwa kwenye vifungo ambavyo hata ukiwaza namna hii umeombewa na kuombewa na ujui ni lini hivyo vifungo vitakuachia. Na saa nyingine mpaka unajikasirikia na kujichukia kwamba kwa nini niko hivi, kwa nini watoto wangu, kwa nini familia yangu. Wakati mwingine unashindwa cha kuomba, unaishia kulia tu, unalia machozi. Unasema maisha yangu ni kama moto tu, napita kwenye moto. Sikiliza Bwana. Bwana amekujilia tena. Ana kitu cha kufanya kwako. Ana kitu cha kufanya kwenye ndoa yako. Ana kitu cha kufanya kwa watoto wako. Ana kitu cha kufanya kwenye maono yako kijana. Umesoma mpaka watu wanasema angalia degree yake inamsaidia nini. Hana lolote, hana mbele wala nyuma, lakini amemaliza degree, hawezi kufanya chochote. Nataka nikwambie, saa yako imewadia. Hakuna ulichobadilishiwa kitakachobaki hapo.
kila kilichoondolewa kitarejeshwa kwenye maisha yako. Na shetani anajua ninapozungumza hivi, anaelewa. Kwenye ulimwengu wa roho anaelewa, mawakala wake wanajua, majeshi yake yanaelewa, mapepo yanaelewa sahihi, kuzimu wanaelewa, wanajua kinachoendelea sahihi, wanajua kinachoenda kutokea kwenye maisha yako dakika hizi chache, wanajua kinachoenda kutokea kwenye familia yako na kwenye ndoa yako dakika hii, wanajua kinachoenda kutokea, wanajua sekunde hii kinachoenda kutokea. Funika macho yao, wanajua, wanaelewa. My God, mara hii tu tena Bwana, mara hii tu tena Bwana, mara hii tu tena Bwana. Funika macho yako wala usimshangae mtu yoyote. Mara hii tu tena Bwana. Hata kama mtu amekaa kwenye nyumba ya giza na kwenye vifungo vya kishetani, hata kama alijiingiza mwenyewe pasipo kujua, hata kama alienda kwa waganga, hata kama alienda kwa mashetani akajiingiza mwenyewe pasipo kujua, mara hii tu Bwana, rehema zako zipate kudhihirika, ili kila aliyefichwa na kila aliyetekwa kwenye magereza apate kuachiliwa, apate kuachiliwa. Ni mara hii tu Mungu, uyakumbuke maisha ya wajane na wanandoa hawa na wanaume na vijana. Mara hii tu, mara hii tu Bwana, mara hii tu Bwana, mara hii tu, mara hii tu Bwana, mara hii tu, mara hii tu Bwana. Vile walivyobadilishiwa, hivyo vilivyokaa kwenye maisha yao ambavyo si vya kwako vipate kuachia na kuondoka. Mara hii tu Bwana, ili vile vya kwako vipate kurejea kwenye maisha yao. Amani uliokuwa umeikusudia ipate kurejea, na afya uliyopata kuwa umeikusudia ipate kurejea. Na yale maono ambayo Bwana uliyakusudia kwenye maisha yao yakapate kurejea. Ni mara hii tu, mara hii tu Bwana, mara hii tu Bwana, mara hii tu Bwana, kwa sababu hakuna wa kuwasaidia isipokuwa wewe peke yako. Hakuna wa kuwatoa walipo isipokuwa wewe peke yako. Kuna mambo ndani yao yana maswali yaliyokosa majibu, lakini wewe ni jawabu la mambo yote. Bwana, mara hii tu, ni mara hii tu Bwana, jioni ya leo ianze historia mpya kwenye maisha ya mtu aliyeko hapa ambaye yuko tayari kabisa kutembelewa na wewe. Ianze historia mpya. Karabasi, usiogope, wala usiogope. Unajua Mungu anaona, anajua mahali ulipo, mpaka kazini kwako, mpaka kwenye maisha yako, mpaka kwenye ndoa, mpaka anajua vitu vilivyokaa ndani yako ambavyo si vya kwake, si vya kwake. Karabasi, fuatana na mimi maombi haya. Sema: Bwana Yesu, niko mbele zako jioni ya leo. Nimesikia neno lako na nimejua yako mengi sana yaliyobadilishwa kwenye maisha yangu, kwenye ndoa yangu, kwenye familia yangu, kwenye uchumi wangu, kwenye afya yangu. Nimebadilishiwa mambo mazuri, nikaletewa mambo mabaya. Yameondolewa mambo mazuri, yameletwa mambo mabaya. Kwenye uchumi yameondolewa mambo mazuri, yameletwa mambo mabaya. Kwenye afya na kwenye familia, Bwana, jioni ya leo nimenyosha mikono yangu, ishara ya kusalenda na kunyenyekea, kwamba hayuko Mungu mwingine wa kunisaidia mimi na familia yangu isipokuwa wewe. Ninakuja mbele zako, unihurumie Bwana, unisamehe, unirehemu. Uovu wowote uliofungua mlango wa umateka, wa vifungo kwenye maisha yangu ya kiroho na kimwili, uovu wowote nilioutenda ukafungulia
mlango wa mateso kwenye maisha yangu. Bwana unirehemu. Bwana unisamehe. Ninatubu kwa ajili yangu na kwa ajili ya familia na kwa ajili ya ukoo. Dhambi yoyote iliyotendwa kwenye ukoo, kwenye kabila, kwenye familia, na mimi nikahusishwa, unirehemu Bwana, unisamehe kabisa. Dhambi ya matambiko, uovu wa matambiko na kutoa kafara kwa miungu mingine, ninatubu Bwana, usiwe juu yangu kuanzia sasa. Kwa damu ya Yesu, kuanzia sasa usiwe juu yangu na watoto wangu. Damu ya Yesu initakase. Damu ya Yesu inioshe. Damu ya Yesu inisafishe. Damu ya Yesu initenge na huo uharibifu kwenye ulimwengu wa roho. Kwa jina la Yesu, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Shusha mikono yako, shusha mikono yako. Tunaenda hatua hii ya maombi, wala usikae. Kuna kitu kitatokea hapa, usimshangae mwenzako. Ukiona mwenzako amedondoka chini, wewe achana naye. Wahudumu watajua wanachofanya. Na usiogope kinachokutokea. Wewe jiachilie tu mbele za Bwana. Paka kazini kwako, vitu vilivyofanyika ili kuharibu maisha yako, moto wa Yesu unapopita kwenye ulimwengu wa roho na kwenda mpaka kazini, kuna vitu vitateketea sahihi katika ulimwengu wa roho. Na kuna maroho yanaachia kila kitu. Mengine yamekaa mahali, mengine yamekaa kwenye ofisi zenu, mengine yamekaa kwenye familia, mengine yamekaa paka kwenye ndoa, wengine yamekaa mahali, kila mahali, ili kuhakikisha hausongi mbele. Nataka nikueleze jioni hii kuna kitu kinaenda kutokea hapa katika ulimwengu wa roho, na shetani hata amini kitu kinachofanyika hapa, lakini atukuzwe Yesu kwa sababu yeye ndiye aliyetupenda. Kwenye maisha yangu, toka! Achia! Achia! Achia magonjwa yaliyopandwa kwenye maisha yangu, kwenye ulimwengu wa roho. Achia! 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 Kwa damu ya Yesu! 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 Mateso yoyote yaliyokaa kwenye maisha yangu, kwenye uchumi wangu, toweka! Achia! 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 Kwa damu ya Yesu! 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 Kila kifungo, kila kifungo, kila kifungo cha kipepo, cha mashetani, cha mapepo, cha giza, cha uchawi, cha uovu, kifungo chochote tunakipasua jioni ya leo. Ninakivunja jioni ya leo. Ewe kifungo, achia nafsi yangu, achia maisha yangu, achia watoto wangu, achia uchumi wangu, achia familia yangu, achia maisha yangu, achia watoto wangu, achia maono yangu, achia! 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 Kwa damu ya Yesu! Kwa damu
endelea kuomba kidogo. Kwa damu ya Yesu aliye hai. Ndio. Moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu. Omba kwa ajili yako kile ulichosikia kwenye neno la Bwana. Tunapindua, tunaondoa hivyo tulivyobadilishwa, tunaondoa hayo magonjwa, tunaondoa hayo mateso, tunaondoa hayo masimamo, tunaondoa uchawi kwa damu ya Yesu. Hakuna uchawi kwa Yakobo, hakuna uganga kwa Israeli. Kwa damu ya Yesu aliye hai, uchawi wote uliotumika kwenye maisha yako, huo uchawi unayeyuka, 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 huo uchawi unayeyuka kwenye maisha yako, kwa watoto wako, kwa familia yako, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ndio, kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu. Niletewe dada, kwa damu ya Yesu aliye hai. Ndio. Maagano yanavunjwa, maagano yanapasuka, maagano yanaachia, miungu inaachia, maagizo yanaachia, mizimu inaachia kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Moto ndani yako, moto ndani yako, moto ndani yako, moto ndani yako, kwa damu ya Yesu aliye hai. Ewe roho, achia maisha, achia maisha ya mtu, achia maisha yako kwa damu ya Yesu aliye hai. Endelea kuomba kidogo. Damu ya Yesu inapita kwenye viuno, kwenye miguu. Damu ya Yesu inapita kwenye kifua. Damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu kwenye kifua, kwenye miguu, kwenye macho. Damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu kwenye ndoa yako. Damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye uchumi, damu ya Yesu kwenye biashara. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu inapita, inapindua hayo mabaya, inaondoa laana, inaondoa mikosi, inaondoa balaa kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Wakati unaendelea kuomba, unaweza shika na sadaka yako, shika na sadaka yako, uendelea kuomba. Baba, ninaomba kwa ajili ya watu wako hao, ninaomba kwa ajili ya wanaume, endelea kuomba. Ninaomba kwa ajili ya wanaume na wanawake. Bwana, ninaomba kwa ajili yao, ule mkono wako wenye nguvu upate kugusa maisha yao. Hayo mateso yaliyokaa, hivyo vifungo vya kichawi, hivyo vifungo vya laana, hivyo vifungo vya madhabahu za giza, ninaachilia damu ya Yesu kwenye kazi zao na shughuli zao, maeneo yoyote ambayo shetani alikusudia kuharibu maisha yao hayataharibika sasa. Ninaachilia uwezo wa damu ya Yesu. Damu ya Yesu kwa watoto, damu ya Yesu kwenye uchumi, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Endelea kuomba, shika na sadaka yako. Ukumbuke siku ya kesho kuwahi sana. Tunaanza maombi na maombezi zaidi. Endelea kuomba, msaidieni yule mama hakufunguka jana. Usiku wa leo uwe usiku wa kutembelewa, kama vile malaika alivyokwenda gerezani akamtoa Petro. Bwana, uwaendee watu hawa, uwaendee watu hawa, uwaendee Bwana, kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu akubariki jioni ya leo. Mungu akubariki.
ikufunike jioni ya leo, na njiani utakapokuwa unapita, damu ya Yesu kuatamie na kukuzingira. Bwana alete amani kwenye familia, Bwana alete amani kwenye ndoa yako. Bwana akubariki na kukuongoza.